Jina langu naitwa Irene Goele, ni kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO. Kazi hii itakwenda kuleta athari kidogo kwa wateja wetu na kama alivyoeleza kwamba kwa ajili ya usalama na kuwezesha kazi hiyo ya mkandarasi kufanyika, wateja wetu katika mikoa ya kanda ya kati kwa maana ya Morogoro, Dodoma, Singida, vile kanda ya Ziwa, mikoa kanda ya Ziwa, mikoa ambayo ipo kanda ya kaskazini, mikoa ya kanda ya magharibi na mikoa ya kanda ya kaskazini magharibi, yote itaathiriwa katika muda na tarehe tofauti ndani ya kipindi hicho ambacho tumekitaja, kwa maana ya kwamba awamu ya kwanza itaanza tarehe 30 hadi tarehe 4, tarehe 30 Julai hadi tarehe 4 Agosti, lakini awamu ya pili itaanza tarehe 11 hadi tarehe 17 mwezi Agosti, na huduma ya umeme itakuwa ikikosekana kuanzia muda wa saa 12 asubuhi hadi kufikia saa 11 jioni katika maeneo tofauti kama ambavyo nimesema. Na sisi kama shirika tumejipanga vizuri kuwapa taarifa wateja wetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, vile vyombo vya habari, pia na katika makundi yetu ya WhatsApp ambayo yako nchi nzima. Tutatoa ratiba hizi za hali ya upatikanaji wa umeme katika kipindi ambacho kazi hii itakuwa ikiendelea. Kwa hivyo nipende kuwatoa wasiwasi wananchi na wala wasipate taharuki. Ni kazi ya kawaida ya utekelezaji wa mradi ambayo inafanyika hapa, inayokwenda kusababisha hiyo athari kidogo ya upatikanaji wa umeme kwao katika mikoa ambayo nimeitaja. Mikoa ambayo haitaathirika kabisa na changamoto hiyo ni mikoa ambayo ipo katika kanda ya Dar es Salaam na Pwani, kwa maana ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, lakini pia mikoa ambayo ipo kanda ya kusini kwa maana ya Mtwara na Lindi, hiyo haitaathiriwa kabisa na kazi hii ambayo itakuwa ikifanyika katika eneo hilo la Mkambarani alilosema mhandisi. Kwa hiyo wateja wetu, tunaomba uvumilivu wenu wakati kazi hii ikitekelezwa, lakini tunaamini manufaa ya kazi hii ni makubwa kwenu pamoja na kwa taifa kwa ujumla, kwa maana inakwenda kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa majina anaitwa Engineer Newton Livingstone Mwakifwamba, ndio meneja mradi wa huu mradi wa kusafirisha umeme kutoka Chalinze kwenda Dodoma. Ni msongo wa kilovolt 400 kilomita 345. Ni mradi ambao umefikia asilimia 95. Hadi ulisema 94. Ni mradi ambao umefikia asilimia 94, na wigo wa mradi huu unahusisha ujenzi wa njia kama nilivyoeleza awali ya kilomita 345, msongo wa kilovolt 400, lakini pia mradi huu unahusisha wigo wa upanuzi wa vituo vya kupoza umeme vya Chalinze pamoja na Dodoma. Ni mradi ambao unafadhiliwa 100% na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya 6, ambao una thamani ya takriban bilioni 514. Ni mradi ambao upo ukingoni. Sasa huku tulipofika ukingoni, lazima kuna kazi ambazo zifanyike na zina athari kwa watumiaji umeme kama alivyoelezea mkurugenzi wa mawasiliano. Eneo ambalo litakuwa na athari na tutakwenda kulifanyia kazi ni eneo la Mkambarani. Na kwa nini Mkambarani? Mkambarani ndio sehemu pekee ambayo njia yetu inavuka njia ambazo zina exist, njia ambazo zipo tayari. Pale tuna njia 3 za umeme ambao ndio zinapeleka umeme mikoani kutoka Julius Nyerere. Tuna njia ya kwanza ambayo ni Morogoro 1 tunaita, tuna njia ya pili tunaita Morogoro 2, lakini tuna njia ya 3 ya msongo wa kilovolt 132 ambayo pia inatoka Chalinze kwenda Morogoro. Kwa hiyo eneo hili tukilimaliza kazi, tuna awamu ya pili ambayo tunavuka umeme, pia umeme wa ile line ambayo inalisha treni SGR. Eneo hilo ni eneo la jeshi, panaitwa Kikombo. Na kwa nini Kikombo? Ni kwa sababu pia tena hizi njia zinapopita huwa kuna sehemu zinavuka njia